Yawezekana wewe ni mmoja watu ambao mmeshuhudia ama mmeweza kuziona video za hawa jamaa. Ni moja ya connection ambazo zilipovuja wengi wamefanikiwa kuziona, lakini kuna baadhi ambao walikuwa hawajaziona na walikuwa wanajaji na kujiuliza nini hasa ambacho kinaendelea, maana imekuwa ghafla sana baada tu ya lile sakata la yule Mrussia ambaye ameweza kutrend kwa kutembea na wanawake wengi zaidi barani Afrika. Likazuka pia hili hapa hivi, ambapo kwa wale ambao wamebahatika kuziona connection zao ma video zao, bila shaka mtakuwa mashahidi wa kila ambacho mmeweza mkiona, na mavazi ambayo walikuwa wamevaa hawa jamaa ni dhahiri kabisa kwamba yameweza kuzua taharuki, maswali mengi sana, lakini pia mshtuko na wengi kukasirishwa na aina ya mavazi haya ambayo jamaa walikuwa wamevaa. Lakini wengi hawajui kwamba siri gani ambayo iko nyuma ya pazia ambayo imepelekea hiki ambacho tumeweza kukiona kikafanyika, na kwa nini ilikuwa wanarekodiwa na mwisho wa siku mpaka video zina trend zinavuja huku na huku. Nini ambacho kiko nyuma ya pazia, wengi wanataka kufahamu. Sasa hatimaye ukweli umeshapatikana kwamba nini hasa ambacho kiko nyuma ya pazia kwenye huu mchezo ambao unaendelea na namna gani ambavyo hizi video zimeweza kutrend. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote kiufupi kabisa, lakini muhimu zaidi naomba nikukumbushe muda wangu hapa ndo mahali sahihi ambapo nakuletea updates nyingi zaidi. Kwa hiyo next video huenda ikawa ni moja video ambayo itakuvutia sana kwa kiasi kikubwa. Sasa cha kufanya, tazama chini ya hii video hapo, utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakuwa umeweza kukitazama pamoja na kukisikiliza kwenye hii video. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Subscribe tu hapo chini, utakuwa kuonyesha love ya kutosha sana. Sasa kama ambavyo tunafahamu, imekuwa ni ghafla sana. Sasa cha kushangaza zaidi kwenye hizi video ni discussion ambayo inaendelea kwamba kwa nini hawa jamaa wamevaa aina ya mavazi ambayo tunafahamu wamekuwa wakivaa waumini wa dini ya Kiislamu. Wengi wakasema kwamba kwa sababu ni Waarabu na vitu kama hivyo, lakini wengine wakasema kwamba ni Waislamu. Kila mmoja alikuwa na maoni yake. Kilichowashangaza wengi zaidi ni kwamba hawa jamaa kama ambavyo tunafahamu ni Waarabu, na ukiwaona idadi kubwa sana ya Waarabu kule wenzetu waga ni Waislamu, ijapokuwa sio Waarabu wote ni Waislamu, lakini idadi kubwa waga ni Waislamu. Sasa kitendo cha kuvaa hivi kimeonekana dhahiri kama vile ni namna ya kuweza kuchafua dini ya Kiislamu na kuweza kuipaka matope, tunaweza tukasema hivyo, tofauti na vile ambavyo ilivyo, kiasi kwamba wale wenzetu wa imani ya Kikristo ama Wakristo wataamini kwamba kumbe Waislamu wanafanyaga mauchafu namna hii hapa hivi, kitu ambacho sio kweli kabisa. Lakini inasemekana kwamba mchezo huu pia wakati unafanyika ni kwamba walikuwa wanajua kwamba wanarekodiwa na kuposti. Inasemekana kwamba wameposti wao wenyewe. Sasa in case ulikuwa unajiuliza kwamba video imewezaje kuvuja, ni kwamba wao wenyewe inasemekana ndio ambao wameweza kuachia video, na huu mchezo ulikuwa drafted kabisa, ni walikuwa wanajua ni kitu gani ambacho wanakifanya. Lakini moja kitu ambacho kimauzi watu wengi zaidi ni haya mavazi, na imeonekana kupingwa kwa kiasi kikubwa sana, wengi wakisema kwamba walichokifanya ni kuidhihaki na kuichafua imani ya dini ya Kiislamu, kitu ambacho sio kweli kabisa na hawakupaswa kufanya hiki ambacho wameweza kukifanya. Sasa licha kwamba maoni yamekuwa ni mengi, lakini bado inaonekana kwamba hawa jamaa hawajaweza kukamatwa mpaka sasa hivi na kupelekwa labda kuhojiwa waweze kusema kwamba intention yao ama kusudi lao kubwa lilikuwa ni lipi hasa, lakini inasemekana ni mchezo ambao umepangwa na wao wenyewe. Kwa upande wako, comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho umeweza kukishuhudia? Inkeso ni moja watu ambao umeweza kuitazama ile video ama video zao umeweza kuziona, tuambie unadhani kwamba labda wamepanga kuichafua imani ya dini ya Kiislamu kupitia haya mavazi, au kuna namna nyingine ambayo unadhani kwamba wanaweza kuwa wamekusudia? Comment yako ikihusika hapo chini utakomentisha sana, lakini muhimu zaidi tusisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates, kwa sababu kuna video nyingi zaidi ambazo nitakuwa nakuletea hapa evidence kuhusiana na chochote ambacho kitakuwa kimeweza ku happen.